الأمين المرتضى خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. ndugu zangu kina baba kadhalika kina mama, awali ya yote baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma na amani kiongozi wa umma, jemedali wetu, amiri jeshi wetu mkuu, mtukufu wetu wa daraja, mtume wetu Muhammad, pamoja na ahli zake na sahaba wake kwa ujumla. Baada ya shukrani zangu za awali, nizirejeshe tena kwa mara nyingine shukrani zangu za dhati kwa Allah tabaraka wa taala kwa kutuwafikia sote kwa ujumla wetu tukaweza kuidiriki siku ya leo na kufika katika mawanja haya. Huu si ujanja wetu na wala si nguvu zetu, isipokuwa ni utashi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu min sifati Allah azza wa jalla, miongoni mwa sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yaf'alu ma yurid wa la yus'alu amma yaf'alu, ana kawaida ya kufanya yale ayatakayo na wala haulizwi kwa nini amefanya. Ana asha'u wa anta tasha'u wallahu yaf'alu ma yasha'u. Mimi ninaweza kutaka jambo na wewe unaweza ukataka jambo, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akafanya yale anayoyataka. Kwa hiyo mwanadamu anapoweka mipango yake sawa sawa, kisha mipango ile ikafikiana na kadari ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, huwa ni fahari kubwa na ni neema kubwa. Hiyo basi mwanadamu huyo ana wajibu wa kumshukuru Allah tabaraka wa taala, japo kwa kusema alhamdulillahi rabbil alamin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani anasema huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Bila shaka ni yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye ambaye amekuumbieni nyinyi binadamu vitu vyote vilivyoko ardhini. Kila unachokiona katika mgongo huu wa ardhi, Allah amekiumba kwa ajili yetu sisi, isipokuwa inategemea unakitumiaje. Miongoni mwa vile vilivyoumbwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala ni hii miti, na miti imegawanyika. Kuna miti ambayo ni miti chakula, kuna chakula cha binadamu na kuna chakula cha wanyama, lakini pia kuna miti ambayo ni miti dawa. Miti yote hii Allah Subhanahu wa Ta'ala ameiumba kwa ajili yetu sisi, lakini pia iko miti ambayo ni chakula, lakini pia ndani yake kuna dawa. Kwa mfano hili zao la nazi hili, zao la nazi ni chakula lakini pia ni dawa. Ukitaka kufahamu faida ya nazi, unaweza ukachukua smartphone ukaingia Google. Kama wewe ni msomi wa lugha ya Kiarabu, andika ma'u jawzil hindi. Ukishaandika ma'u jawzil hindi, maji ya nazi, wale Google watakuletea maji ya nazi yana faida gani katika afya ya mwanadamu, yana faida gani katika kubatilisha uchawi, yana faida gani katika kufukuza mashaitani, yana faida gani katika kuondosha hasadi pamoja na vijicho. Hii inaonyesha Allah Subhanahu wa Ta'ala zao la nazi hakuliumba kwa bahati mbaya, ameliumba
ili lije litusaidie. Kwa hiyo unahisi umerogwa, unahisi una miguso ya kishaitani, unahisi umefungwa, watu wamekuhusudu, wamekudhuru kwa vijicho, unahisi una nuksi, kupitia zao hili la nazi Allah subhanahu wa ta'ala anakwenda kutengeneza mambo yenu na kuyaweka kuwa katika mustawa na hali iliyokuwa bora, tusemeni insha Allah. Hili zao la nazi jamani, nikuelezeni, linatumika sana upande wa tiba. Kwa mfano, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani anasema, awalam yarau alladhina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma waja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy afala yu'minun. Nitatoa tafsiri ili muone munasaba wa aya hii. Pindi inapoandikwa kwenye zao la nazi, inamsaidia nini mwanadamu? Mwenyezi Mungu anasema hivi, hawaoni wale waliokufuru ya kwamba mbingu na ardhi zilikuwa zimeungana? Mbingu na ardhi ilikuwa ni mfano wa mpira hivi, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akazifungua. Mbingu zikajitegemea na ardhi zikajitegemea. Lakini haikutosha, Allah anasema waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy, na kila kitu tukakipa uhai kutokana na maji. Aya hii ikiandikwa kwenye nazi kisha ikasomewa kwa idadi ya jina lako na kwa idadi ya jina la mama yako, lakini pia wakatafutwa malaikatul uluwiya wa sufuria, wale malaika wa juu na malaika wa chini. Kila mmoja anao malaika wa juu wawili, mmoja anakaa kulia, mwingine yuko kushoto. Lakini pia kila mtu ana malaika wawili wa chini, mmoja anakaa kulia, mwingine anakaa kushoto. Na hawa huwezi ukawajua isipokuwa kwa mahesabu maalum. Sasa ikiandikwa nazi aya hii, kisha aya hii ikasomewa, yani ile nazi ikasomewa kwa idadi ya jina lako na idadi ya jina la mama yako, lakini wakatajwa hawa malaika wa juu na wa chini, kisha yakasoma majina matukufu ya Allah yanayowafikiana na jina lako wewe, kwa idadi ya jina lako na kwa idadi ya hesabu ya jina la mama yako. Kisha ukaambiwa uipasue ile nazi kwa manuizi. Hata kama aliyekufunga wewe kwenye afya, kwenye mali, kwenye biashara, kwenye ndoa, kwenye kazi, kama aliyekuroga amekufa, basi unafunguliwa hayatopita masaa 5 ukifanyika utaratibu huu. Hii ndiyo siri ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka kwenye zao la nazi. Lakini pia unaweza ukaitumia aya hii kwa ajili ya kuondosha hasadi, kwa ajili ya kuondosha vijicho. Na tunapoizungumza hasadi au tunapovizungumza vijicho, Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, lau lingekuwepo jambo ambalo linaweza kuitangulia kadari ya Mungu, basi kijicho kingeitangulia kadari ya Mungu, namna kilivyo na madhara katika afya za binadamu na maisha yao kwa ujumla. Wengi humu wameharibikiwa maisha kwa sababu ya hasadi na vijicho, lakini wao wamekariri uchawi tu. Kuna wengine wameharibikiwa milango ya mali kwa sababu ya hasadi na vijicho. Kuna wengine wameharibikiwa ndoa kwa sababu ya hasadi na vijicho. Kuna wengine wameharibikiwa milango ya kazi kwa sababu ya hasadi na vijicho. Lau kungekuwa kuna jambo lenye hatari ambalo linaweza kuitangulia mipango ya Allah, basi kijicho kingeitangulia mipango ya Allah, namna kilivyo na madhara katika maisha ya binadamu. Kupitia dua hii ya khawasi ya nasi, tunakwenda kuondosha hasadi pamoja na vijicho, tusemeni inshallah.
Sema tena insha Allah. Sasa kuna aya ikiandikwa kwenye nazi, Mwenyezi Mungu anasema wa iyakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu la majnun wama huwa illa dhikrun lil alamin. Mwenyezi Mungu anasema wale waliokufuru wanakaribia kukutelezesha ewe Muhammad kwa macho yao wanapousikia utajo, na wanasema wewe ni mwenda wazimu. Na haikuwa hii Qur'ani isipokuwa ni ukumbusho kwa walimwengu. Aya hii ikiandikwa kwenye nazi, kisha ile nazi ikasomewa kwa idadi ya hesabu ya jina lako na kwa idadi ya hesabu ya jina la mama yako, lakini wakatafuta wale malaika wa juu na malaika wa chini, kisha ukaambiwa uipasue kwa manuizi, halafu yale maji yake unayakinga kwenye chombo, kisha unakwenda kunywa na kuoga, hasadi pamoja na vijicho huondoka kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Jamani, mchawi anapotaka kukuroga, sema nyinyi mnakuwa sio wafuatiliaji wa mambo, lazima apate vinasaba vyako. Kuna mwingine anasema mimi toka nimezaliwa sijawahi kunyolewa nywele kwa kichawi. Kuna mwingine anasema sijawahi kukatwa kucha zangu. Mwingine anasema sijawahi kupotelewa na nguo au nguo yangu haijawahi kukatwa. Mwingine atasema sijawahi kuchotwa mchanga wa unyayo. Lakini wallahi hakuna watu wenye kufanya siri kama wachawi. Mchawi huwezi kumkwepa. Kwa nini nasema mchawi huwezi kumkwepa? Kwa sababu anatumia nguvu za giza. Na nguvu za giza ndio hawa shayatinul jinni, mashaitani wa kijini. Jini unaweza kumuona wewe? Jini huwezi kumuona. Sasa mchawi anapotaka nywele zako, anapotaka kucha zako, anapohitaji mchanga wa nyayo zako, lakini anapohitaji mate yako, hata yale maji uliyokoga yakatiririka chini, hapati tabu, kwa sababu anatumia viumbe visivyoonekana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotaka kumuumba mkubwa wa majini, alimuumba jini huyu anayeitwa Sumai, kisha akamwambia tamanni alayya ma shi'ta, wewe jini na kutaka utamani kutoka kwangu vile unavyovitaka. Huyu jini alitamani mambo mangapi? Alitamani mambo matatu. Jambo la kwanza akasema atamanna an-nara wala nura, ninatamani sisi majini tuwe na uwezo wa kuwaona viumbe wengine, lakini hao viumbe wengine wasiwe na uwezo wa kutuona sisi. Kwa jini anaweza akaingia ndani ya nyumba yako humuoni, akakupulizia sumu za kishaitani, ukalala usingizi wa fofofo, akakunyoa namna anavyotaka, na zile nywele akapeleka kwa mchawi wa kibinadamu. Jini ana uwezo wa kuingia ndani ya nyumba yako mpaka kwenye kabati ambayo umehifadhi nguo yako, akakata kipande cha nguo akampelekea binadamu wa kichawi. Lakini jini anaweza akakupambia ndoto, ikawa unaota unakula vitu vibaya ukiwa usingizini, unatema kwa kuchukia vile vitu vibaya ulivyokula. Yule jini anachukua mate yako anampelekea binadamu wa kichawi. Na ndio maana siku zote nimekuwa nikieleza, mchawi huwa hakimbiwi, mchawi ni kupambana naye. Na insha Allah kupitia Hawasi ya Nazi tunakwenda kupambana na wachawi ambao wamekaa dhidi ya maisha yetu. Tusemeni insha Allah. Sasa jambo la kwanza alilolitamani huyu sheitani wa kijini, alisema atamanna an-nara wala nura, ninatamani sisi majini tuwe na uwezo wa kuwaona viumbe wengine, lakini hao viumbe wengine wasiwe na uwezo wa kutuona sisi. Jambo la pili akasema atamanna ayasira kahluna shaba, ninatamani sisi majini tunapozeeka tuwe na uwezo wa kurudi kuwa vijana. Kwa jini huwa anajikoboa kama vile nyoka. Nyoka kishazeeka huwa anajifua gamba. Ndivyo ilivyo kwa majini.
Inasadikiwa jini mtoto ni yule mwenye umri wa miaka 3000. Huyo ndio jini mtoto. Na ndio maana hii leo babu anaweza akavamiwa na jini akaishi miaka 85 akafa. Yule jini anakuja kumvaa mtoto. Mtoto naye anaishi miaka 80 anakufa. Kisha anakuja mjukuu naye pia anamvaa. Itakwenda hivyo hivyo kwenye ukoo. Ndio utakuta kuna baadhi ya watu wanasingizia mizimu. Hawa si mizimu, ni mashaitani wa kijini. Babu yako alikuwa naye, alipokufa kwa sababu jini anaishi muda mrefu, akaja kwa mtoto. Mtoto naye ameishi amekufa, anakuja kwa mjukuu. Kwa miongoni mwa mambo walioyatamani mashaitani wa kijini au majini kwa ujumla, walisema tunatamani sisi majini tunapozeeka tuwe na uwezo wa kurudi kuwa kijana. Mwenyezi Mungu akawapa. Lakini jambo la mwisho wakasema natamanna an naghiba tahta thara. Tunatamani sisi majini tuwe na uwezo wa kuogelea na kupiga mbizi mpaka katika tabaka la chini la ardhi. Allah subhanahu wa ta'ala amewapa majini spidi ya hali ya juu. Uwezo ukashindana na jini. Na huyu mchawi wa kibinadamu anapotaka kufanya lolote juu yako wewe, lazima amtumie shaitani wa kijini. Lakini unapochukua malighafi, mfano wa malighafi ya nazi, kisha ikaandikwa aya ya Qur'ani, halafu ikasomewa kwa ajili ya matibabu, huu si ushirikina. Hii misingi alituwekea Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtakumbuka pamoja na mimi, Mtume alipokuwa anahama Maka kwenda Madina, nyumba yake ilipozungukwa na Makuraishi, Mtume alisomea nini? Alisomea mchanga. Akasema waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Walimwagiwa mchanga wale hali yakuwa wamelala. Mtume sallallahu alayhi wasallam akapita mbele yao. Sasa kusomea kitu ni ushirikina? Haiwezekani hata siku moja. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa katika vita vya Badri, wakati huo makafiri walikuwa 1000 na Waislamu walikuwa 313. Allah subhanahu wa ta'ala alimpa ilhamu Mtume, akachukua mchanga kisha akasema shahatil wujuh, ule mchanga akawarushia makafiri. Tazama, mchanga ulikuwa ni kiganja kimoja cha mkono, lakini ule mchanga uliwaenea makafiri wote 1000. Wapo ambao mchanga uliwaingia kwenye macho yao, na kuna wengine mchanga uliwaingia kwenye midomo yao, na kuna wengine mchanga uliwaingia kwenye pua zao. Pale pale nguvu zao zikadhoofika. Waislamu wakawa wanaweka panga zao kwenye mashingo na kuwafyekelea mbali. Sababu iliyopelekea Mtume sallallahu alaihi wasallam kupata ushindi ni nini? Ni malighafi ya mchanga alipoisomea. Kwa hiyo kusomea kitu ni ushirikina. Tena baada ya kuwa Mtume amepata ushindi, Allah akamteremshia aya, akamwambia wama ramaita idh ramaita walakinna Allah rama. Na haukutupa ya Muhammad ule mchanga, ulipoutupa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyetupa. Kwa hiyo unapoisomea nazi kwa lengo la kubatilisha uchawi, kwa lengo la kufukuza mashaitani, kwa lengo la kuondoa hasadi pamoja na vijicho, kwa lengo la kufungua mafundo ya kichawi, hausomei wewe, haubatilishi uchawi wewe, haufungui mafundo ya kichawi wewe. Anayefungua mafundo ya kichawi ni nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana Mwenyezi Mungu anamwambia Mtume wama ramaita idh ramaita walakinna Allah rama. Na haukutupa ya Muhammad ule mchanga kuwatupia makafiri. Pale ulipotupa, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyefanya nini? Mtume anasomea mchanga mara ngapi? Katika tukio la kuhama Maka kwenda Madina, lakini pia anasomea mchanga katika tukio la vita vya Badri. Lakini Mtume pia alisomea mchanga katika vita vya Hunaini. Matukio mangapi? Kwa hiyo kusomea kitu, msije mkadanganywa, sio ushirikina.
Ushirikina ni kumwomba asiyekuwa Allah, ushirikina ni kumwabudu asiyekuwa nani? Tunachokifanya sisi zinaandikwa aya za Qur'ani, na wewe unaweka athari zako ndani ya nazi, kwa sababu mchawi alipotaka kukuroga wewe alitumia vinasaba vyako, na kanuni inasema likulli shay'in laha dhiddu, kila kitu kina kinyume chake. Ikiwa mchawi anaweza kuchukua vinasaba kwa ajili ya kukuharibia afya, kadhalika sisi tunaweza tukatumia vinasaba kwa ajili ya kutengeneza afya yako. Ikiwa mchawi alichukua vinasaba kwa ajili ya kukuvurugia uchumi wako, kadhalika sisi tunaweza tukachukua vinasaba kwa ajili ya kutengeneza uchumi wako. Ikiwa mchawi amechukua vinasaba kwa ajili ya kukuharibia biashara, ndoa, kazi na kadhalika, hivyo hivyo tunatumia vinasaba kwa ajili ya kutengeneza maisha yako. Kila kitu kina kinyume chake. Ndugu zangu, kwa nini tunasema vinasaba? Kwa sababu mchawi akichukua vinasaba vyako, mfano amechukua nywele zako, kama sio nywele kachukua kucha zako, kama sio kucha amechukua kipande cha nguo, akipata moja ya hivi vitu huwa anaingia kwenye maabara za kichawi. Na maabara za kichawi, miongoni mwa sifa zake huwa ni chumba chenye giza. Na ndio maana unaweza ukaenda ugenini ukaambiwa bana, wewe nenda katika vyumba vyote, lakini kile chumba huwa hakifunguliwi, wala humo ndani hakuwashwi taa. Ukifika katika nyumba hiyo lazima uweke question mark. Kwa nini chumba hakifunguliwi? Ni maabara za kichawi hazifunguliwi, na ndani yake huwa hakuwashwi taa. Sasa mchawi akishaingia humo, anachanganya vile vinasaba vyako na dawa za kichawi. Akishachanganya, anaingiza kwenye tabia ngapi? Tabia 4. Na hizi tabia 4 ndiyo maumbile ya mwanadamu. Utake usitake, wewe mwanadamu umeumbwa kutokana na tabia 4. Tabia ya kwanza ni udongo, na tabia ya pili ni hewa, na tabia ya tatu ni maji, tabia ya 4 ni moto. Sasa mchawi anakwenda kusika kwenye udongo, na udongo anaosikia mchawi ni udongo wa makaburini. Atakwenda kusika makaburini. Akishazika, tunaambiwa yatakallam talasima muayyana, huwa anazungumza maneno maalum, na maneno haya ni viapo, maneno haya ni matambiko. Pale pale huwa unahudhuria mzimu wa kichawi kwa sura inayotisha. Yule mchawi wa kibinadamu atatoa amri, ule mzimu wa kichawi utaibua mionzi na kuielekeza moja kwa moja kwako wewe unayetakiwa kurogwa. Wewe mwenye nywele hizo, au mwenye kucha hizo, au mwenye kipande cha nguo hicho, au mwenye mchanga wa nyayo, ile mionzi itakufika. Sasa kuna baadhi ya wataalamu wanasema ili wewe unusurike na uchawi huo, sharti uende ukafukuliwe ule uchawi. Sasa utaujuaje kama uchawi umezikwa makaburini? Na utajuaje umezikwa kwenye kaburi? Miongoni mwa dua ambazo zinaweza kukusaidia wewe ni kutumia athari zako wewe mwenyewe, vinasaba vyako wewe mwenyewe, kwa njia ile ile ambayo mchawi ametumia.